Picha inaanza, kuna treni fulani imewasili na mshusha abiria hapa. Huyu jamaa anaitwa Vajo na amekuja kwenye hichi kijiji kumtafuta mtu fulani. Sasa anaingia kwenye hicho kijiji, anaangalia kama atamuona mwenyeji, lakini haoni mtu. Basi anafika na zunguka, anafanikiwa kuona choo. Kwa kuwa alisafiri muda mrefu, anaamua aingie humo chooni ili kujisaidia. Sasa akiwa humo chooni, anasikia kuna mtu anamsemesha, oya, wewe ndio unanitafuta? Jamaa anajibu ndio. Basi fanya haraka twende. Sasa anatoka chooni, anaamua kunawa uso kwa kuwa amesafiri muda mrefu bila kunawa. Mara jamaa anamwambia usiharibu maji, funga maji hayo. Jamaa anajisemea Roni, da, hapa kazi. Basi safari yao inaanza. Sijajua wanaelekea wapi bado. Basi tuendelee kutulia tu, tutaelewa. Waka kwenye gari sasa ndio tunaelewa. Jamaa anaanza kumpigia mahesabu. Kukusafirisha mpaka huko ni $200. Sasa huyu Vajo kumbe anaelekea kuna sehemu inaitwa compound. Huko compound anaenda kutafuta kazi kwa sababu hana kazi. Lakini jamaa anampigia hesabu za kumfikisha huko hadi yale maji aliyomwaga saa zile jamaa anayajumuisha. Hivyo jamaa anagomba pale, lalamika bana. Sasa hadi hao maji unanichaji? Anamwambia ndio hiyo iko kwenye budget, usingeamwaga. Basi safari inaendelea, ni katikati ya jangwa kweli. Yaani mazingira ya hapo yanatisha sana. Kwa kuwa kuna joto, Vajo anaamua kuwasha AC. Sasa huyu Kete anamwambia aisee, hiyo AC ni mbovu, ukiwasha utasababisha hii gari izime, kwa hiyo hatutafika, kwa hiyo usije ukaigusa. Jamaa sio mstaarabu, kuna joto, anaamua kuwasha na sigara, kwa hiyo kuna vurugu kweli. Sasa safari inaendelea. Kumbuka nilikwambia ni katikati ya jangwa, hivyo wanazidi kupasua jangwa, yani mabonde na milima, yani kupanda na kushuka. Ni safari ndefu kweli, yani kama vile Mara mpaka Dar es Salaam. Kipindi wanaendelea na safari, Mara wakapata pancha. Kumbuka bado wako jangwani, sasa inabidi waitengeneze hiyo pancha ili waendelee. Lakini Mara wanaona kitu ambacho sio cha kawaida. Kuna mbwa mwitu wanapigana na mmoja amemuua mwenzake hapa. Sasa huyu Kete anaamua kumfukuza huyo mbwa mwitu, afu anamalizia huyo alikuwa amejeruhiwa. Vajo anapata wasiwasi, anaona hapa ndo wapi tena. Sasa wanafanikiwa kufunga ile tairi, safari inaendelea. Baba, hiyo njia hiyo, yani full jangwa, ni jangwa lisiloisha. Hili jangwa liko huko nchi ya Australia bwana. Lakini hawana budi, safari inabidi iendelee. Sasa inafika usiku, wanaamua kupumzika. Safari si ndefu, wanaamua kupiga story usiku. Sasa ndio huyu Kete anaamua kumhoji huyu Vajo, aisee, huko compound unaenda kufanya nini? Anajibu, mimi naenda kutafuta kazi, kuna kazi nilipata hapa itabadilisha maisha yangu ndani ya miezi 4. Sasa anampa Kate hiyo karatasi aliyoiona, anasema miezi 4 upate utajiri. Sikiza jamaa wangu, yani mimi nawafahamu watu wengi walioenda huko lakini maisha yao hayajabadilika kabisa. Yani wewe mimi nakuonea huruma, yani kazi ya huko ni ngumu vibaya sana. Lakini jamaa anasema nitafanya hivyo. Anasema chunga huko unakoenda, huko utakuja kujuta. Basi kuna pambazuka, safari inaendelea kama kawaida. Sasa kwa kuwa Kete amechoka, Vajo anaamua kuendesha, lakini kuna joto. Anasema huyu jamaa amelala, ngoja niwashe AC. Sasa kumbuka aliambiwa siwashe gari itazima, ila anaiwasha tu, gari kaanza kuleta matatizo. Gari kazima. Kete anamgombeza, si nikwambia usiwashe hii gari. Sasa ona injini imenoki hiyo, inabidi turekebishe. Wewe jamaa usikii sana bana. Lakini Vajo anaamua kuomba msamaha. Sasa huyu Vajo anaamua kusogea pembeni ili ajisaidie kidogo, si unajua tena. Lakini akiwa anaendelea kuchimba dawa, kwa mbali anaona kitu kinang'ang'aa. Akaona fari ya macho, ngoja nisogee nione. Hivyo asogea taratibu, akaona hebu ngoja nimuite jamaa nisaidie kuona. Oya. Jamaa anauliza, nini? Kuna nini huko? Njoo, kuna kitu hapa, njoo, sogea uje uone. Nini? Sogea. Haya bana, ngoja nije. Basi akasogea pale, akaanza kuangalia pale, kuchunguza nini ambacho kiko hapa. Akasema, hebu itakuwa mzigo hebu ngoja tuangalie. Jamaa akawasha moto pale, aisee, jiwe hilo. Oya, hii dhahabu, huu mzigo. Basi wakaanza kuuchimba ili wautoe huo mzigo. Hata ile safari ya kwenda huko compound tena ikafa. Basi wakauvuta huo mzigo, ni bonge la mwamba liko hapo, yani mwamba wa dhahabu. Sasa wanataka waondoke nao wote huo mwamba, lakini huo mwamba ni mkubwa, umewashinda. Sasa ni kutafuta mbinu, wanaamua kuvuta kwa kutumia gari. Kujaribu, kamba inakatika, wanaiunganisha tena. Kumbuka ni mambo ya kuforce, wameshaona mzigo lazima waondoke nao. Kuvuta tena inakatika. Sasa watafanyeje? Na huu mzigo lazima waondoke nao. Wanaendelea tena kuchimba, sijui watautoa. Basi kwa kuwa ni jioni, wanaamua kukusanya kuni ili wawashe moto. Kumbuka hapo kuna wanyama wakali kama wale mbwa mwitu na wadudu mbalimbali, huku wanashangilia tu, utajiri huo. Sasa huyu Kete amepata wazo, anamwambia aisee, inabidi tupate excavator ili tutoe mzigo hapa. Jamaa anamwambia ni kweli, lakini sasa fanya hivi, wewe Vajo nenda ukafuatie excavator, nitakuunganisha na mtu akupe hiyo excavator. Mimi nitabaki hapa na linda hii dhahabu, mtu asije akaichukua. Lakini Vajo anauliza, kwa nini mmoja wetu abaki hapa? Kete anasisitiza, tukiondoka wote mtu anaweza akaja hapa akatutime kwenye hii dhahabu akaichimba akaondoka nayo. Sasa
Sasa wanakubaliana kwamba Vajo abaki, Kete aende kufuatia excavator ili aje naye wachimbe dhahabu. Wanakubaliana namna hiyo. Sasa kuna pambazuka, huyu Kete anaamua kumwachia Vajo maji pamoja na chakula ili afuatie hiyo excavator. Basi wanaagana pale, jamaa anaingia kwenye gari, anaondoka. Sasa jamaa anaanza maisha ya upweke ya ulinzi jangwani, yani analinda mali ambayo ataso yake. Lakini jangwa lenyewe lina mambo ya ajabu kweli, mara nge huyo, mara wadudu. Sasa jamaa anaona isiwe kesi, anaamua kuwasha moto kwa sababu usiku nao umeingia. Lakini sauti za mbwa mwitu hizo ni kali kweli. Sasa jamaa anajikaza kiume hivyo, mara kuna pambazuka. Leo amelala vizuri, hakubuguziwa. Sasa anaamua kutafuta kuni ili asije akateseka usiku kulala bila moto. Anaamua kutafuta kuni pale, lakini anapata wazo kwamba ajenge kambi ili aweze kujikinga. Lakini kwa mbali kama ameona kitu fulani. Nini hicho? Anaamua kufuatia, anaona ndege fulani iliangukaga hapo, ilipata ajali hiyo ndege. Anasema, "Oh, asante Mungu." Anaamua kuingia kwenye hiyo ndege ili angalau ajipoze na jua kidogo. Anapumzika pale, anavuta pumzi, anachukua mabaki ili aweze kutengeneza kambi yake iweze kukaa vizuri. Na kweli anafanikiwa kutengeneza kambi yake vizuri, huku ulinzi wake ukiendelea kuimarishwa kulinda hiyo dhahabu. Si ndio lengo bana? Lakini ana wivu kweli na hiyo dhahabu, yani jamaa amechafukwa roho kweli. Yani hata nge yuko hapo, lakini anamuonea wivu huyo nge, yani hataki mchezo na hiyo dhahabu. Sasa leo anaamua kuichimba chimba hiyo, hatimaye anapata kakipande kadogo hapo ka dhahabu. Yani jamaa, yani haamini kama amekuwa tajiri. Sasa kule Kete anampigia simu, "Oya vipi, hali ikoje huko?" Ndio maana anamwambia, "Mambo ni mazuri tu huku, wewe jitahidi uje." Aisee, mimi nimepata dharura huku lakini ninakuja." Sasa ni usiku umefika, jamaa anawasha moto kufukuza wale mbwa mwitu wasije wakamvagaa. Basi anawafukuza, hatimaye usingizi unampitia. Na mara kuna pambazuka, hivyo anaendelea kuboresha ile kambi yake kwa kuchukua vifaa kutoka kwenye ile ndege. Basi kwa mbali anaona kama kuna mtu anakuja, anaamua kuingia ndani ya ndege. Huyu ni mdada fulani, hao ndio wenyeji wa hayo maeneo. Mdada anamwambia kama una kiu, kuna maeneo kule mbele kuna maji, unaweza kwenda kuangalia. Alafu mdada anatoka, anamwambia, "Naona kama kuna moto unawaka kule, umepiga kambi kule." Lakini jamani mkali kweli, hataki mdada asogee huko kwa sababu anahisi huyu mdada atajua kuwa kuna dhahabu kule, na hicho ndicho kitu jamaa hawezi kuruhusu. Sasa mdada ni kama anamtonga maswali mazito mazito, "Umefuata nini huko? Au umekimbia sheria?" Jamaa anamwambia, "Niache kama nilivyo, namsubiri mtu, sitaki kuulizwa maswali." Lakini mdada anamwambia, "Sikiliza, naona kama unadanganya, wewe kuna kitu cha siri unafanya hapa." Lakini huyu jamaa ni kama anachafukwa na roho, huyu mdada ananitafuta nini huyu? Yani jamaa anachukia kweli. Yani uwepo wa huyu mdada unamchukiza kweli kweli. Mdada naye ni mkorofi, anazidi kumhoji, "Wewe kuna kitu unafanya, lazima nijue unachokifanya. Yani sikuachi." Sasa jamaa hasira zinamzidi, anachukua koreo anampiga huyo mdada, lakini bila kudhamiria huyu mdada anakufa. Kesi ya kwanza ni kuwepo hapa, kesi ya pili ni kumuua. Jamaa anachimba kaburi, anaamua kumzika ili kupoteza ushahidi, lakini mara mbwa mwitu anachimbua ile kaburi. Kwa hiyo anaona ana jinsi, ili kupoteza ushahidi anausukumizia mbali mwili wa huyo mdada ili usije ukamletea matatizo, alafu anaamua kuupiga kiberiti. Kwa hiyo jamaa anauteketeza huo mwili na anausimamia kuhakikisha kabisa unateketea. Alafu anarudi kambini, huko anakutana na simu ya Kate. Sasa anamwambia Kate, "Jamaangu, mbona urudi?" Kate anamwambia, "Vumilia, nimefika, lakini ndio nashughulikia hiyo excavator, lakini sasa inavyoonekana nitachelewa kurudi, wewe endelea kuvumilia ndugu yangu." Sasa zile taarifa ni kama zimfurahishi jamaa, kwa sababu mazingira hapa anaona kama yameshakuwa magumu, ameua hadi mtu, mazingira yanazidi kuwa magumu. Na mara upepo mkali unakuja wenye kimbunga hicho. Sasa jamaa hana pa kujificha, kimbunga ni kizito sana. Anaingia kwenye kambi, lakini wapi, kambi ndio hiyo inasambaratishwa na hicho kimbunga. Anakimbia, mara kinammeza, anafunikwa na udongo. Sasa leo kumepambazuka, anajikuta yani akumbe alifunikwa na udongo usiku, alafu mbaya zaidi kuna mtu umemchoma pembeni ya tumbo hapo. Sasa jamaa atafanyaje? Anaamua kuuchomoa huo mti na damu zinavuja nyingi kweli. Basi anatumia mbinu za kikomando kukausha hicho kidonda. Anachukua bati, anaweka kwenye kidonda, aisee, ili damu zisiendelee kuvuja. Na kwa kuwa damu zilivuja kwenye shati, anaamua kuzikamua na kuzichanganya na udongo, afu anajipaka hizo damu. Lengo ni kupunguza miale ya jua isiendelee kumwathiri kabisa usoni. Sasa Kate anampigia simu, anamwambia, "Jamaa, siko mbali, yani nakaribia kabisa hapo, yani siko mbali. Hata huo moto uliowasha hapo mimi nauona." Kwa hiyo jamaa anamwambia, "I say why, mimi niko katika hali mbaya." Na mara kuna mdada anakuja hapa, anamuuliza kama ameshamuonea dada yake. Kumbuka dada yake ndio yule ambaye jamaa alimuua jana yake akamchoma na moto. Lakini jamaa anakuwa mkali, anamwambia, "Toka hapa." Sasa mdada anamwambia, "Nyie mnakujaga huku kwenu kutafuta vitu visivyokuwa vyenu." Sawa, tutaona. Mdada ni kama hana amani.
Mdada ni kama anamshtukia huyu mtu, anaona kama kuna jambo ambalo lisilo la kawaida, lakini hata hivyo anaamua kuondoka. Sasa jamaa yuko hapa, ni hali imezidi kuwa mbaya. Jamaa naye anazidi kumwambia tu kwamba yuko karibu afiki, lakini ukumbuke kuwa mwili wake una damu, hivyo hao mbwa mwitu wanainusa ile harufu ya damu, kwa hiyo wamemkaribia sana. Sasa jamaa yuko katika hali ngumu, lakini kitu ambacho jamaa wetu hajui ni kuwa Kate alishafika muda mrefu sana na alikuwa amepost tu sehemu anaona jamaa anavyoteseka, huku jamaa anateseka, anapiga keza kuomba msaada. Mbwa mwitu nao wamemzoea, wakafanikiwa kumvamia, kumchukua na wakaenda kumla hivyo. Kwa hiyo kifo cha jamaa wetu ndo kinakuwa kimefika hivyo, habari yake inakuwa imeishia hapo. Kule mlimani ambako Kate alikuwa anashuhudia tukio linavyoendelea, anaamua kushuka kuchukua gari na kusogea alipo jamaa, lakini kumbuka mpaka kufikia muda huo jamaa habari yake ilikuwa imeshaisha. Kwa hiyo Kate anataka azichimbe hii dhahabu azichukue mwenyewe. Yaani huyu jamaa ana roho mbaya sana yani. Lakini anaingia kwenye gari kuzima gari ili aanze kazi, mara mshari huo kwenye moyo. Kumbuka dada alivyofukuzwa pale akwenda mbali, alishagundua kuwa watu wamemfanyia tukio fulani dada yake, kwa hiyo alikuwa ameapiza ni lazima wateketeze. Hii movie inaitwa Gold na kushauri kabisa, yani uitafute uiangalie. Inatufundisha kuwa mtaka yote kwa pupa, mwisho wa siku ishia kukosa yote, lakini pia usije ukamwamini mtu ambaye umjui.